Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Abdullah Muhammad ibn Yahya, katibu BAKWATA wilaya ya Mafia. Na kama ulivyo hapo unanivyoniangalia, tulipita katika ziara zetu za BAKWATA tukagundua kuna mwalimu wetu ambaye amepata upofu kwa muda wa miaka miwili sasa. Mwanzoni alikuwa mzima akifanya kazi zake. Ni mwalimu wa madrasa hapa Kidele, kata ya Baleni, eneo la Kidele, madrasa kama mnavyoiona hapo. Tumekuja hapa kwa ajili ya kupata mrejesho wa safari yake ya kimatibabu. Na kama tunakumbuka grupu letu la Sauti ya Mafia pamoja na wadau wengine, lakini grupu la Sauti ya Mafia kwa 90% limefanikisha matibabu ya huyu mzee. Walichanga zaidi ya fedha shilingi milioni 2 na kitu, na alhamdulillah akaenda huko kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo leo tumekuja kwa ajili ya kupata mrejesho wa safari yake. Tupo hapa na baba mzazi, lakini pia tuna mwenyekiti wa madrasa, lakini pia tupo na mwenyewe mhusika maalim wa madrasa hii Muhammad ibn Abdul Ghani. Tutamuuliza machache ili ujue wapi tunapotokea na wapi tunapoendea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh maalim. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Habari za safari? Alhamdulillah, ninamshukuru. Pole na matatizo. Asante, nashukuru. Ni kadari za Mwenyezi Mungu. Maalim, kama unakumbuka safari tulikuja hapa ziara za BAKWATA tukagundua tatizo lako na tukawatosea wadau, hususan Sauti ya Mafia wamelipokea kwa 100%. Mwenyezi Mungu alibariki lile grupu. Na baada ya hapo kapatiwa fedha kwa ajili ya kwenda matibabu. Tumekuja leo kwa ajili ya mrejesho. Kwanza habari za safari ilikuwaje? Safari bwana, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, nilikwenda na wenzangu. Ndio. Nilikwenda na wenzangu kwa safari hiyo mpaka nikafika kwenye matibabu huko. Ndio. Nikapima. Ndio. Baada ya kupimwa na daktari, ikaonekana jicho la kwanza. Ndio. Kaambiwa lina uono lakini halina nguvu. Ndio. Nzuri. Ndio. Lakini jicho la pili la kulia kwa hatua mzuri tu. Ndio. Kwa upo uwezekano mkubwa aliposema dokta ya kuweza mimi kufanyaje kuona. Ndio. Lakini hakutuambia kama litachuna, baada ya kutuambia alituandikia dawa. Ndio. Ya kuweza kutumia mimi kwa miezi 3. Ndio. Mwezi mmoja nitameza. Ndio. Kisha baada ya wiki 2 nitapumzika. Ndio. Kisha nitameza tena mwezi wa pili. Ndio. Mwezi mzima nitapumzika tena wiki 2. Ndio. Kisha nitameza tena mwezi mzima nitapumzika wiki 2. Ndio. Baada ya kumaliza hapo nikaambiwa nirudie mwezi wa 9 nirudie tena kule hospitalini. Ndio, sawa sawa. Naam, tumemsikia mwenyewe huyo, lakini kiufupi kwa taarifa ambazo zilizopo ni kwamba baada ya kufanya check up imeonekana kwamba jicho moja hili limeharibika, kwamba haliwezi kurudi tena. Lakini limeharibika kabisa, haliwezi kurudi tena. Lakini ile jicho la pili bado lina ishara ya uono. Kwa hiyo amepewa dawa atumie kwa muda wa miezi 3. Akisha kutumia dawa za miezi 3 hizo, halafu ndo process Mwenyezi Mungu anaweza kumjalia, na inshallah atamjalia kuona kabisa. Kwa hiyo ndugu zetu wa Sauti ya Mafia tunawaambia kwamba jicho moja lile Allah kadari zake kwa jitihada za kibinadamu basi zimeshindikana kupitia hilo jicho, kwamba lakini jicho la pili lina uwezo kama itafanywa matibabu ipasavyo biidhnillah inshallah lina uwezo likapona. Kwa hiyo shimi alaikum kwa zidi kumuombea dua, na amepewa dawa za miezi 3. Baada ya hapo atarudia tena kwa ajili ya kuwezesha jicho hilo kupona. Na shekhe, unawaambia nini wana Sauti ya Mafia? Kikubwa watu wa Sauti ya Mafia kwanza nazidi kuwashukuru. Ndio. Na kikubwa naambia wazidi kuniombea dua inshallah kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili niweze kuweza kupata uonevu wa kuona, ili nikaweza kufanya kazi yangu hii ya kusomesha Qur'an al-Karim kwa uwezo mkubwa kabisa. Na kiujumla safari ilikuwaje? Safari nashukuru ilikuwa mzuri alhamdulillah, na ilikuwa nyepesi. Mungu aliwezesha. Ndio. Siku hiyo tumekata tiketi kutoka hapa Kilindoni. Ndio. Tukapata meli, tukapata pale juu, tukapata tena gari, tukafika mpaka Mbagala. Bahati nzuri tukakodi gari ndogo pale sababu tukana uwezo ulikuwepo alhamdulillah. Ndio. Sikupata kupanda shuka, nilipata gari ndogo. Nikapanda moja kwa moja mpaka kufikia Kibaha. Mashaallah, alhamdulillah. Niliporudi hivyo nilipata gari ndogo mpaka mashaallah, alhamdulillah. Na umeapokea kama kadari za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba jicho moja ndio hivyo. Lakini pia jicho la pili Allah kwa uwezo wa Allah linaweza kuona. Ndio taarifa ambazo mlizotupa, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu atakujalia zaidi. Kwa hiyo ndugu yetu wa Sauti ya Mafia na wadau wote na wa Mafia kwa ujumla,
katika kufanikisha ile safari na kufanikisha haya mambo. Mkuu wa wilaya, dasi, sauti ya Mafia kwa 90%. Alhamdulillah, tunawashukuru sana. Lakini pembezoni mwangu ninaye baba yake hapa, atazungumza mawili matatu. Yeye anasemaje? Asalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na furaha yako ipoje juu ya hili? Furaha yangu, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa jambo hili lililotokezea, kwa kupata uwezo wa kwenda kule na kupata huduma. Kwa hiyo nashukuru sana Waislamu wale kumchanga mchango huu, na yeye akapata uwezo wa kwenda kule. Kwa hiyo alhamdulillah, nashukuru sana. Mashaallah, alhamdulillah. Baba mtu leo alikuwa na furaha. Kama mnakumbuka, wana sauti ya Mafia na pamoja na wa Mafia kwa ujumla, siku ya kwanza wakati tunamhoji baba alilia kutokana na machungu, lakini leo baba ana furaha. Na leo kila nikimuona mwalimu namkuta ana athari ya uono katika ile jicho ambalo lenye uwasilia kwamba linaweza likaona. Lakini tunaye pia mwenyekiti wa madrasa. Huyu ndo alikuwa mkuu wa msafara kufanikisha maalimu anafika katika maeneo husika na kupatiwa matibabu. Asalamu alaykum mwenyekiti. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, jina lako? Jina langu naitwa Kwao Ali Kwao. Kiujumla mapokezi ya hospitali na safari kwa ujumla ilikuwaje? Safari ilikuwa mzuri. Kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba siku ile ya tarehe 16 mwezi wa 4 tulilala hospitali Kibaha siku ile. Kitu ambacho sikikusudia, lakini Mwenyezi Mungu kawezesha. Tumelala hospitali Kibaha na asubuhi ya tarehe 17 tukafanya kipimo chetu. Tukamaliza salama salimini mapema. Sisi ni watu wa kwanza. Kwa hiyo mambo yetu yameenda kama alivyopangwa. Siku ile tukalala Nyamisati tarehe 19, tarehe 18 tumevuka, tarehe 19 tunaonekana hapa. Yani mtu ukimwambia haamini, lakini hizi ndio listi zetu. Ndio, mashaallah. Medwell Kibaha tumefika. Yani huu ni uhakika wa kufika. Na hii ni listi ya dawa. Haina shida wala nini. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunawashukuru wadau wote, watu wa Mafia kutupambania, kutupa hela ile milioni 2 siku moja, saa moja. Tunashukuru sana, alhamdulillah. Mashaallah, Mwenyezi Mungu katufanyia wepesi, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, mgonjwa wetu apone. Kwani madrasa yetu hii tunataka kuhifadhisha Qur'ani na ina upungufu wa darasa moja. Kwa hiyo tunataka, lakini sasa maalimu wetu ndio hivyo bado angali kwenye uoni hafifu. Mashaallah, alhamdulillah. Kwa hiyo tunashukuru ofisi ya mkuu wa wilaya, dada yangu Mangosongo, kwa hata kama sikuonana naye, lakini yale niliyopata ofisini yale niridhisha. Ni kwa kaimu mkurugenzi nilipokuwa natafuta kibali, kwa mbunge wetu Omari Kipanga, majibu mazuri, maneno mazuri, masajala, yani sikupata usumbufu. Nashukuru, yani nataka na Mwenyezi Mungu anifanyie kwa mgonjwa wangu huyu, ndugu yangu, ustazi wangu, imamu wangu wa msikiti Muhammad Abdul Ghani, amuonyeshe, afanye wepesi, macho yake yafunguke. Sina la kuwapa wale wadau wote, na washukuru. Mashaallah, alhamdulillah, tumemsikia vizuri sana. Na maalimu unaitwa nani huko? Naitwa Ali Makame Abdalla. Mashaallah, alhamdulillah. Unayonaje haya masala ambayo tuliyoyajia? Maswala ni mazuri, na huu si ndo kama mwalimu wetu hapa, na ndo tegemezi wa hapa, na ndo maana tulichukua majukumu haya kumpambania mpaka tukafikia nyinyi wenzetu, na nyinyi mkatusikia kilio chetu, mkaendelea kutupambania mpaka leo hii. Mashaallah, alhamdulillah, tunawashukuru sana sana sana. Mimi nipo hapa leo Kidele kwa ajili ya ziara hii tu ya kutoa mrejesho juu ya kile ambacho tulichokifanya hapa maeneo ya Qadara min Allah, lakini na kiasi kile alhamdulillah kipo na bado kingalipo na bado kitaendelea kutumika. Lakini ustadhi pia anasumbuliwa, pia kwa mashtaka, pia anasumbuliwa na ganzi miguu. Miguu inamsumbua sana kwenye ganzi, hata tembea yake kidogo haipo sawa. Biidhnillah, inshallah, na hilo pia kwa atakayeguswa tutazidi kumpambania, na mlango wa michango pia upo wazi, kwa sababu atarudia tena. Lakini akirudia tena, mwanzo tuliangalia macho, lakini pia na ganzi inamsumbua sana 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 sana. Anasema inamsumbua sana 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 sana, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia kila akhiri. Sheikh Muhammad, amin ya rabbi. Basi inshallah tupatie dua moja. Lakini dua dua utatusomea mwenye maalim.
Nabii Maulana Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunakuomba ya Mwenyezi Mungu kwamba ni mimi inshallah ufungue macho haya ili niweze kuyatumia katika kuyasomeshia katika mambo ya Qur'ani. Pia nawaombea dua watu wa BAKWATA wote walioshiriki katika jambo hili mpaka mimi nikafanikisha. Wape afya njema, wabariki na kheri, wazidishie ilmu na wajalie wana sauti yetu Mafia na wadau wote waliochangia swala hili mpaka mimi nikaweza kufika huko unakokwenda. Wajalie kila aina ya kheri na shari waepushie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna aombwa ila wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub ya maulana innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asanteni sana.